nasema iko madhehebu yote. Kwa hiyo hata kama uko madhehebu gani, madhehebu yote nimesema, iwe PCT, iwe TAG, iwe ni TAGT, iwe ni mitume, iwe ni manabii. Na yasema haya kwa sababu kitaifa, kwanza mimi ni kiongozi kitaifa wa PCT. Kwa hiyo nazungumza kwa mamlaka kama kiongozi kitaifa. Bwana asifiwe. Amen. Sadaka ya ibada inayotolewa kwenye ibada, mnakuja kwenye ibada, ni ya kuhani watoto wake. Mungu amempa kuhani na watoto wake, ndivyo Mungu anavyosema kwenye neno lake. Unapotumia sadaka hiyo kulipia gharama za kanisa, unamuumiza Mungu. Mungu sio kigeugeu. Bwana asifiwe. Mungu amempa kuhani sadaka ya ibada, malimbuko. Na usikawie kutoa malimbuko. Na inisikia, malimbuko ni utaratibu wa Mungu, tumfanya kila aliye na uhusiano wa Mungu ampe Mungu nafasi ya kwanza. Ndio maana kaagiza wana Israeli, usikawie kutoa malimbuko. Malimbuko ni kipimo cha kiasi gani unatamba kwamba Mungu ndio chanzo cha vile ulivyo. Mungu apewe nafasi ya kwanza. Unapofanya hivyo, asema kwa wewe kutoa malimbuko ambao ni kwa ajili ya kuhani, Mungu atalinda baraka zako zote. Baraka zetu washirika tumeshindwa kuzilinda, hatujafundisha umuhimu wa malimbuko, first fruits. Bwana asifiwe. Tukirudi kwenye Biblia, tutoe kila mwanzo wa mwaka. Unajua kwamba liko Mungu nataka kubariki. Iwe ni mshahara wako wa kwanza, peleka kwa Bwana. Iwe ni baada yako ya biashara, peleka kwa Bwana. Chochote cha kwanza peleka kwa Bwana. Bwana kwanza. Bwana atainua biashara yako, Bwana atainua kazi yako, Bwana atasimamia. Mungu atabariki, atakuwa msimamizi wa kazi zako zote. Malimbuko ni matakatifu, iliyo yote ni takatifu. Bwana asifiwe. Hatujafika mahali hapo kwa sababu hatujafundisha umuhimu wa malimbuko. Lakini unapotoa malimbuko, unataka kutoesha kwamba ndani ya moyo wako umekubaliana na Yesu Kristo kwamba Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sadaka ya ibada, nikiona muda nitakusomea, lakini pia haya ninasema nimeandika kwenye mafundisho ambayo yapo. Utachangia wewe gharama tu za kutoa fotokopi. Zaka tunaitoa, Mungu amempa, amewapa Walawi. Bwana asifiwe. Ndio maana Ezekia alipoinuka, alipojua kwamba baba yake Ahazi alifunga hekalu, aliwasimamisha makuhani na Walawi. Jambo la kwanza, alipokuwa mfalme, mwezi wa kwanza, aliamua kufungua milango ya hekalu na kuitengeneza. Alidhamiria kushika amri zote za Mungu zilizoamriwa na Musa, na alisimamia kuna kwamba zinatendeka. Bwana asifiwe. Amen. Hezekia alipokuwa katika hali ya kufa, Mungu anamwambia tengeneza mambo yenu kwa sababu hakika utakufa. Alijua hizi kwa hadi Mungu amezieleza ambazo yeye alizitimiza, na kwa vile alizitimiza akaona kifo hakiko kwake, akamlilia Mungu, akamwekea ukuta, akasema kumbuka na kusii. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka na kusii, nimekwenda mbele zako kwa uaminifu na katika kweli yote. Na kwa sababu Mungu alitoa ahadi mbalimbali ambazo hatujafundisha washirika, hamzioni. Lakini tangu tumeanza kufundisha, watu wameelewa, wanatoa, wanamuona Mungu. Bwana asifiwe. Kama ibada, sadaka ya ibada amempa kuhani na wanawe. And I'm saying, nasema kote na kufundisha, unaloniona ndio mbona ufundisha. Bwana asifiwe. Naelezea namna hii, kama kupewa kwenye maandiko, nitachukua muda mfupi. Watoto wetu makuhani wakasoma kitabu cha Hesabu mlango wa 18 mstari wa 8 mpaka wa 14. Wakasoma Kumbukumbu ya Torati 18. Wakatuuliza, Mungu amenipa kama mtoto wa kwani. Watoto wa makuhani wamepewa sehemu za vitu vinavyotolewa makanisani. Bwana asifiwe. Ni haki yao. Wakasema, Baba, hujanipa wewe. Mungu amesema
vyote vitakatifu vinavyotolewa na sadaka za kuinuliwa ni zako wewe na mimi. Akasema nipe na mimi haki yangu. Wachungaji hatuna kufanya mfumo huu na watoto wetu, sio sisi, msije mkarubana sasa. Mfumo tuliorithi ndio uliotupelekea hapo, ulitunyima kuwapa hiyo haki yenu. Ndio maana tunataka sasa tuandakane, turudi kwenye Biblia. Watoto wa makuhani mpate hiyo sehemu yenu kwa msingi wa Biblia. Mshangilie kwa makofi. Ni kweli watoto wa makuhani ni Mungu amewapa. Huwezi ukasema na kusomesha. Kumsomesha ni wajibu wako as a parent. Kama mzazi unawajibika kumsomesha, lakini vitakatifu vya Bwana anatakiwa naye apewe. Mungu amempa. Bwana asifiwe. Sasa huyu Mungu kama ametoa sadaka ya ibada kwa kuhani, kama ametoa zaka kwa kuhani, kanisa litaendeshwaje? Tuliendeshaje kanisa? Tukirudi kwenye Biblia, Mungu ana hekima. Bwana asifiwe. Amen. Mungu alijua wakati anaagiza wamjengee hema ya kukutania. Wakati huo Mungu akaamuru Musa, waambie hao wana wa Israeli, kila mmoja anitolee sadaka ya upatanisho, mimi nimponye mabaya kwa ajili ya hema ya kukutania. Wataniletea nusu shekeli. Bwana asifiwe. Amen. Ile nusu shekeli ambayo Yesu alilipa, anamwambia Petro, nenda baharini ukavue. Yule samaki utakayemvua, mchukue, ndani yake utapata shekeli moja. Chukua shekeli hiyo ukawapa watoza ushuru, ulipe kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi. Yesu alijali gharama za hekalu. Bwana asifiwe. Amen. Kama Yesu na Petro walijali, kanisa la Yesu Kristo la leo limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Tunataka turudi kule. Haleluya. Turudi kule ambako Mungu alikusudia ya kwamba kila anayebarikiwa katika nyumba hii ni mpango wa Mungu. Kila anayebarikiwa ubebe gharama za kanisa kwa kutoa nusu shekeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kila unayebarikiwa. Wakati Mungu anaanzisha sadaka hiyo, alimwambia Musa, hapa kuna cha tajiri, hakuna cha maskini. Wote lazima watoe kubeba gharama za kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Unajiuliza, nani ameondoa utoaji wa temple tax kwa ajili ya gharama za kanisa? Nani ameiondoa? Namna fulani iliingia ikatuondolea, tukaona kwamba sio haki yetu, lakini Yesu alitoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo gharama za kuliendesha kanisa, gharama za kuwalipa walinzi, kulipia umeme, wafagizi, kila mshirika anapotoa ile sadaka ya upatanisho. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ambayo Mungu amekusudia ibebe gharama za kanisa. Mshangilie kwa makofi. Katika Biblia ziko sadaka mbalimbali ambazo ziliondoa mapigo na tauni watu walipozitoa. Kwa hiyo Mungu alikuwa anasema, mwambie Musa, wana wa Israeli, kila mmoja anilete sadaka nimponye mapigo kwa ajili ya kukutania. Upatanisho sio wa kiroho. It's not spiritual atonement. Sio upatanisho wa kiroho. Upatanisho wa kiroho ni damu. Bwana asifiwe. Upatanisho wa mabaya kimwili, hutakwepa mabaya. Baada ya anguko la mwanadamu, mabaya yapo. Sasa hayo mabaya Mungu ameweka utaratibu ili upone na hayo mabaya. Mungu anataka ubebe gharama za kanisa, uchangie gharama za kanisa, ulete ile pesa ambayo unajua kugharimu kwa ajili ya kuchangia gharama za kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Nimefundisha makanisani kweli mengi pale kwangu, toka nimefundisha washirika wanaelewa, wanaleta na wanatoa shuhuda za mambo makubwa. Toka wameanza kuleta sadaka ya kubeba gharama za kanisa, Mungu amewaponya na mabaya mengi sana, amewaponya na mapigo mengi sana. Yuko mtu ambaye alikuwa akanunua bidhaa za milioni 150 China, Nigeria, mtaalamu IT,
akazintercept, akazifikia zile pesa, haziende kwa Mchina. Mchina anangojea pesa, mshirika wangu anangojea mali. Ikabidi mpigie simu Mchina, mbona mali yangu haiji? Sema mbona hela yako hujaleta? Akagundua hela imeibiwa. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu anatoa sadaka ya upatanisho ya ulinzi, alipotoa taarifa Interpol, ile sadaka ikamfanya Mungu ahusike, wakamkamata yule Nigeria, akapata milioni yake 150, akaja kutoa sadaka ya shukrani akisema, mchungaji, lazima tutoe hizi sadaka zinalinda. Mzee wangu wa kanisa kazini kwake wanatoa pesa kwa makampuni, wakaacha milioni 80 mezani, wakasahau, wakafunga. Asubuhi wafagizi wakakuta malundo 8 ya milioni 10. Mioyo ikawapasuka. Hawajabomoa sefu, hawajaiba, wakifikiri tukiweka kwenye mabegi yetu haya, tukitoka nani atatuona? Bwana asifiwe. Amen. Wakashauriana, labda askari ataoteshwa, atatukagua, watatushika, ngoja tukamwita askari tumshirikishe. Bwana asifiwe. Wakamwambia askari naye kuona milioni 80. Hawajavunja sefu popote pale, ziko hadi nafasi yao. Lakini kwa sababu huyu mzee wa kanisa anatoa sadaka ya ulinzi, sadaka ya upatanishi, akawazubaisha wale. Hawakuchukua hatua yote mpaka anakuja ofisi, wakawakuta wasema tumekuta milioni 80 hapa. Si ndio? Mungu awabariki, tuliziacha hapa, endeni tuendelea nazo. Wakaja kushuhudia kwamba bishop tumeleta sadaka ya utumishi, maana imeponya milioni 80. Mshangilie kwa makofi. Unanisikia? Unaweza kuwa sio kanisa lako hili, lakini unapotoa sadaka ya kubeba gharama za kanisa, Mungu atakulinda na mabaya. Mungu atakuponya na mapigo. Dada mmoja ameenda kununua vitu vyako, vikawa vizito. Kijana mnguni aliomona yule dada, akajua hapa atampata. Akamwambia, unaje msaidie? Utanipa kidogo. Kwa sababu alikuwa mzito, akasema nakubali. Akampa. Yule kijana mwizi, yule kijana yuko tayari. Alipofika wakati wa kuvuka magari, alijua huyu hana ujasiri wa kukimbia magari. Wakati magari yafukuza, akakimbia kavuka. Yule mama akashika kichwa, maana hamjui atapataje vitu vyake, lakini anatoa, anabeba gharama za kanisa. Mungu kumbe alimuinua dada mwingine, anasema nitaangalia sinema hii. Alipovuka ghafla na akajitupa tu, yale yalikuwa anamtoa vile namba na kukimbia, akasema uko chini ya ulinzi, usio mzee wangu. Akajua kwamba amemwona, akautupa mzigo, akakimbia. Yule dada anavuka, anakuta mzigo wake, ataleta mtu wa baraka, alikuwa Yesu Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo leta sadaka nzuri. Sio wakati wa ibada, wa sadaka ya ibada unatoa chochote kile haikusaidii, bali chapio. Ukitoa any offering, sadaka yoyote mkono haikusaidii, chukua sadaka ambayo akili yake inakupelekea kwa Mungu, unatolea Mungu sadaka nzuri. Mungu aseme na moyo wako. Unapofanya hivyo, yako mambo mengi ambayo Mungu atayafanya hata bila kuombewa. Leta sadaka nzuri ya ibada, na sadaka nzuri ya ibada ni ya kuhani na watoto wake. Amina. Kubwa. Kama sadaka ya ibada ya kuhani, zaka ya kuhani na sadaka ya kuendesha ndio hiyo nusu shekeli, lete sadaka hiyo nzuri. Yuko mzangu wa kanisa moja, nikueleze mfano. Akasema alisahau bastola alipokwenda chooni. Bastola akaweka pale, akajisaidia, akasahau, akaondoka masaa 6. Hatimaye akagundua hana bastola. Anamuuliza mke wake, kile kitu umekiona wapi? Akisema kitu mkaka anajua. Akasema sijaona. Akakumbuka, ni kule chooni. Akakimbia, anamkuta mlinzi, anaambia niambie watu wangapi wameingia kule chooni. Akasema wengi sana. Moyo ukapasuka kama majambazi wamechukua ile piso. Polisi watafanyaje? Bwana asifiwe. Lakini katika moyo konde kaenda kapapasa, kwa sababu anatoa sadaka ya ulinzi.
Basio yake ilikuwa pale. Haleluya. Basio yake ilikuwa pale. Basio yake ilikuwa pale. Bwana asifiwe. Amen. Beba gharama za kanisa. Nilipokuwa nimeenda Marekani, nikanunua simu ya Samsung dola 450. Nimeenda kwenye hoteli. Kwenye hoteli na breakfast. Bahati mbaya nikaisahau ile simu. Masaa mawili yakapita. Nikamwambia tuwe kwa naye kwamba nimesahau simu yangu kwenye hoteli. Moyo unasema Mungu, bila kumtolea sadaka ya utumishi, uilinde ile simu. Uilinde ile simu. Nafika pale kwenye hoteli, wananiona tu wanasema simu yako imeacha kwa sababu natoa sadaka ya utumishi. Haleluya. Hivi wanaelekea watu aina mbalimbali. Amen. Itakuwaje? Masaa mawili, lakini ukitoa sadaka ya ulinzi, sadaka ya upatanishi, Mungu atakulinda na utakwepa kusahau. Dawa nzuri ya wewe kuondoa kusahau, kupenda kusahau, lete gharama za kubeba gharama ya kanisa hapa, sadaka ya kubeba. Mungu atakusaidia. Ukisahau kitu, Mungu atakushindia. Hebu tumshangilie kwa makofi. Sadaka tunayoongoza, kwa hiyo sadaka tunazoziongeza, ya kwanza ndio hiyo ya maendeleo. Kila mshirika, kila Jumapili, kali Mungu aliyokubariki, unaamua, unajisikia, unaamua kuleta pale kwa Robert Swai Kinondoni. Walikuwa wanataka kujenga jengo la bilioni 5. Wamekusanya milioni 760. Wafikieje bilioni 5? Ilikuwa mlima. Tulipofundisha sadaka ya maendeleo, haleluya, amen, ameisimamia vizuri. Wanatoa na uwezo wa kutoa milioni 5 mpaka milioni 10 kila mwezi, sadaka ya maendeleo pekee yake. Hebu shangilie kwa makofi. Unasikia? Akasema Bishop, ndasimamia. Kama wewe uwezo wako ni kutoa 1000 kila Jumapili, unajitokeza kutoa 1000 kila Jumapili. Kama uwezo wako ni kutoa 5000 kila Jumapili, unatoa 5000 kila Jumapili. Kama uwezo wako ni kuleta 50,000, si unajua Mungu amekubariki, unajipima, unaleta 50,000. Kama uwezo wako ni kuleta 100,000 kila Jumapili, unachagua wewe. Nilikuwa nafundisha kwa askofu mkuu msaidizi wa TNG Mbagala, Dr. Mhiche. Washirika wake wakasema hiyo ni nzuri, maana mimi mwenyewe ndiye naamua. Bwana asifiwe. Yaani wewe mwenyewe ndiye unaamua. Mchungaji wako akwamlii. Lakini usiwe mtu wa kukaa bila kuona kiasi cha kutoa kila Jumapili, haikusaidii. Huyo Mungu aliyekupenda namna hiyo, amekubariki kwa wingi. Unawaza nini kwa ajili yake? Unawaza kitu gani kitakachomgusa Mungu? Unaweza kuwaza vingi, lakini kusaidie kitu pekee kinachomgusa Mungu ni ujenzi wa kanisa. Haleluya. Amen. Kwa sababu kanisa ndio limebeba kujenga huduma zote 5 mtumishi Mungu alivyosema. Akiwepo mchungaji ametunzwa, amelelewa kanisani. Akiwepo mwinjilisti ametengenezwa kanisani. Akiwepo mwalimu ametengenezwa kanisani. Akiwepo mtume na nabii wametengenezwa kanisani. Ndio maana unapotoa sadaka ya kujenga kanisa unaugusa moyo wa Mungu kwa namna pekee. Mshangilie kwa makofi. Wakiwepo waimbaji wazuri na mtumishi wa Mungu wa waimbaji, mimi ndio mlezi wa waimbaji. Nikualike kwa waimbaji wote unawasikia, kina Mwaitege, kina Bukuku, kina Mbasha, Kesisa, wote unawasikia. Mungu amenijalia neema ya kuwalea. Kwa hiyo nawe nitafurahi kulea katika kipawa ulichonacho. Na mimi ni mlonteni wa